بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. watukufu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia rehma kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao una fadhila nyingi, yani tunaweza kueleza mpaka pana kucha, hata robo yake hatujafikia fadhaili za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe fikiria kitu kimoja tu katika ile kauli ya Mtume aliposema shahru ramadhana yuzadu fihi rizqul mu'min, mwezi wa Ramadhani inaongezwa, katika mwezi wa Ramadhani inaongezwa ndani yake riziki ya Muislamu. Ndio maana unaona hata wakiuza 10,000 mchele watu watapiga tu mpunga usiku kabisa, yani watapata tu riziki yao kiajabu ajabu. Mtume hasemi uongo, shahru ramadhana shahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake huzidishwa riziki ya Muislamu, inaongezwa. Mwenyezi Mungu atuzidishie riziki. Amin. Na tukizidishiwa tusiwasahau wenzetu waliokuwa hali yao sio nzuri. Huu ndio mwezi wa kutoa. Ukitoa sadaka unalipwa zaka. Sheikh, man tatawwa fihi bi khaslatin min alkhair kana kaman adda faridatan fima siwa, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Na fi jambo la mchezo, ukitekeleza sunna katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unalipwa faradhi, na ukifanya faradhi unalipwa mara 70. Ndio maana watu wa Uarabuni wengi zaka yao wanatoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kabisa. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao wao wanatoa zaka yao. Kwa hiyo utukufu wa Islamu, huu ni mwezi wa kuchuma khairat, si mwezi wa kufanya uvivu, ni mwezi wa kuzichuma khairat, tupate kuzikusanya, tuingie peponi. Inshallah Mwenyezi Mungu atatuingiza peponi, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu. Lakini tujitahidi kweli kweli kuhusu vizazi vyetu. Wazazi wetu mimi sina shaka nao, vizazi vyetu havitaki dini. Vizazi vimepinda, havitaki dini. Ukimwambia habari ya dini na kuuliza kabisa, wewe umerudi dini kutoka kwa Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanakula mwezi wa Ramadhani mchana, wanakula
wanavuta masigara, wanavuta mabangi mchana, hata wasiwasi hawa. Na ukimuuliza anakuambia, wewe kwani umerudi lini kutoka kwa Mungu? Kwani wewe umeambiwa Mungu anakaa wapi? Ulivyokuwa mnafiki, mzandiki, mjinga, Mungu anakaa wapi? Subhanallah, tuseme subhanallah. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu laisa kamithlihi shay'un, hafanani na chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, hali ya kuwa anasikia na anaona. Wao wanamfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe, kwamba kuna mahala maalum anaishi. Mungu hayuko hivyo. Watukufu wa Islamu, Mwenyezi Mungu sisi ummati Muhammad katufanya ni special, yani sisi ni special. Ndiyo maana akasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishwa wale waliopita kabla yenu. Nini lengo? La'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Yani sisi tumelazimishwa kufunga, sisi Waislamu wa ummati Muhammad tumelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa Waislamu waliopita kabla yetu. Lengo tupate kuwa wacha Mungu, maana pepo haiingiliki bila kuwa mcha Mungu. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun kadha kadha kadha, mfano wa pepo walioahidiwa wacha Mungu iko namna kadha kadha kadha. Huwezi kuipata pepo bila kuwa mcha Mungu, na ucha Mungu haupatikani ila kwa kufanya mambo fulani. Moja katika mambo hayo ni kufunga saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na unatakiwa uichunge saumu yako. 5 yuftirna as-saim, kuna mambo 5 yanamfunguza mfungaji. Ukifanya hayo mambo 5, saumu yako ni bure. Wamejisemea wale watu wa Kenya, ni bure, yani upati kitu. Saumu yako ni bure. Kuna mambo 5, ukifanya moja katika hayo saumu hauna. Al-kadhibu, kwanza kusema uongo. Kusema uongo bila sababu yoyote. Maana kuna uongo mwingine unaweza ukasema kwa sababu maalum na ikawa hupati dhambi, unapata thawabu. Uongo lakini unaandikiwa thawabu. كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا 3. الرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو خدعة. الرجل يكذب والرجل يكذب بين الرجلين المتخاصمين ليصلح بينهما. والرجل يكذب على المرأة فيرضيها. sikiliza maneno ya mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad anasema, kullul kadhibi, kila uongo, yuktabu ala ibn Adam, unaandikwa madhambi kwa mwanadamu. Ukisema uongo tunaandikiwa madhambi. Illa 3, isipokuwa uongo wa watu 3 hauna dhambi. Arrajulu yakdhibu fil harbi, mtu mwenye kusema uongo vitani haandikiwi dhambi.
fa innal harba khid'a, kwa sababu vita lazima uchanganye na udanganyifu ndo mtashinda. Mfano sisi tunapigana na maadui zetu, alafu nyi wenzangu mmejificha sehemu, wamenikamata mimi natakiwa niseme wale wote washakufa, nibaki mimi tu, sio kwa kuogopa kufa, niacheni nisamehe, au hapo unaonyesha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wewe kama kufa utakufa tu, usisababishe wafe watu umma, bora ufewe mmoja. Ndio dini inatufundisha hivi, ikibidi bora ufewewe, watu waendelee na mapambano. Kwa hiyo uongo ukiutumia katika vita unaandikiwa thawabu. Uongo wa pili, arrajulu yakdhibu baina arrajulaini almutakhasimain, ni mtu mwenye kusema uongo kati ya watu wawili waliogombana, liyusliha bainahuma, ili apate kuwapatanisha mtu na mtu, mtu na mtu, mtu na rafiki yake, mtu na ndugu yake, mtu na mzazi wake, mtu na mwanawe, mtu na Muislamu mwenzie, mtu na mtu wamegombana. Wewe unakwenda kwa huyu unaongopa, unakwenda kwa huyu unaongopa, mpaka wanapatana, unaandikiwa thawabu kwa ajili ya kuwaleta watu wawe kitu kimoja. Tatu, warajulu yakdhibu ala almar'ati fayurdiha, ni mtu mwenye kuongopa kwa mkewe ili apate kumfurahisha. Unaweza kumwambia mkeo, wewe nakupenda kuliko wanawake wote duniani. Huo uongo. Maana katika wanawake waliomo duniani na mama yako mzazi yumo. Mama yako mzazi ni bora kuliko mwanamke yote. Lakini wewe unamwambia wewe nakupenda mama Kaundime, nakupenda kuliko wanawake wote duniani. Mama Kaundime hapo atafurahi kweli kweli. Pengine anaweza kumkumbuka mama yako mzazi, ataona mume wangu ananipenda kweli kweli, mwingine ananipenda kuliko mama yake mzazi, maana kasema kuliko wanawake wote duniani. Basi hata kama alikuwa na saumu imembana, utamwona anafurahi, baba Kaundime asante. الرجل يكذب بين الرجلين المتخاصمين ليصلح بينهما، والرجل يكذب على المرأة فيرضيها. ممكن wewe kama una mke, hata mwezi wa Ramadhani inaruhusiwa kuoa, uoe. Unafunga alafu una mke bwana, sio kwa ajili ya kukupikia futari, yale mambo mengine. Yale mambo mengine unajua yanaruhusiwa usiku, lakini uwe na mke, sio uzinifu. Hasha wakalla, uwe na mke. Ndo Mungu kaweka wazi ndani ya Qur'an, uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Uhilla lakum, mmehalalishiwa nyewe Waislamu, lailata siyam, usiku wa saumu, arrafathu ila nisaikum, kuchanganyika na wake zenu kimwili. Yani saraha yake ni kutenda tendo la ndoa halali usiku wa saumu. Kwa sababu gani Mungu anasema hunna libasun lakum? Wao ni kama nguo zenu.
antum libasul lahunna, na nyinyi ni kama nguo zao. Tumehalalishiwa kutenda tendo la ndoa usiku katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani kwa sababu sisi stara yetu ni wake zetu na stara yao ni sisi. Ndio maana Mungu akatumia lugha ya nguo. Wao ni nguo zenu na nyinyi nguo zao. Haifai kutenda tendo la ndoa mtu akiwa i'tikafu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, msichanganyike nao hali ya kuwa nyinyi mko i'tikafu misikitini. Ukiwa i'tikafu sawa, lakini kama hujakaa i'tikafu, tafuta watoto shekhi. Tena watoto wa mwezi wa Ramadhani wanakuwa mawali, wanakuwa mawali wa Mungu shekhi. Tafuta watoto katika Ramadhani, watazaliwa watoto watakuwa mawali kama Sheikh Idrisa bin Saad. Mimi sikumuona lakini nimesikia habari zake. Tena nimemsikia mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wa zamani mstaafu almarhum mzee Ali Hassan Mwinyi, kanihadithia habari za Sheikh Idrisa bin Saad. Yeye kamuona tumkubwa Sheikh Idrisa. Na ukitaka kujua, angalia msikiti huu tu, huu msikiti tu. Mimi maana nilikuwa nikikaa hapa pa jirani. Huu msikiti swalatul fajr unajaa. Hakuna msikiti Kariakoo unajaa isipokuwa msikiti wa Idrisa. Pengine wale wengine sio watu wale, hata ukikasirika stahimili tu. Wengine sio watu wale shekhe. Wanaweza kuwa majini, wanaweza kuwa malaika. Wamekuja kuswali kwa rafiki yao Sheikh Idris. tusome kul huwa Allahu tatu kwa ajili ya Sheikh Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad Allahu samad. Watukufu wa Islamu, tukitaja watu wakubwa tunatakiwa tuwatakie rehema, tuwaombee dua. Watu wakubwa, Mwenyezi Mungu atujalie na sisi angalau tupate kidogo mifano yao. Kwa hiyo watukufu wa Islamu, bwana kafurahi sana. Wewe ulimuona Sheikh Idrisa Sheikh, ulimuona Sheikh Idrisa? Ulimuona Mashaallah. Sheikh Idrisa bwana akikuhadithia mzee Ali Hassan Mwinyi utaona kama unamuona, kwa sababu yule mzee alikuwa bingwa wa kuongea fasaha kwa kweli. Akikuhadithia kama unamuona yule mzee. Mwenyezi Mungu awarehemu mzee Mwinyi na Sheikh Idrisa. Watukufu wa Islamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani una kheri nyingi, kheri zake nyingi. Ndio maana Mtume akasema, lau taalamu ummati
ma fi Ramadhan natamannau an yakuna sana, lau kama umati wangu ungalijua yaliyomo katika Ramadhani wangalitamani iwe mwaka mzima Ramadhani, mwaka mzima shahru Ramadhani, mwaka wanafunga tu wao na kufanya qiyamul layli, tarawih na kila kitu. Lakini wapi wanaojua wanajua kidogo, na sisi tusiojua ndo hatujui kabisa fadhila kubwa za Ramadhani. Mtu anaweza kufunga mpaka anamaliza Ramadhani hana dhambi hata moja. Kama unavyoona Maka, wewe ukiswali Baitullahi al-Haram, ile nyumba ya Mwenyezi Mungu ile nyumba ya Mwenyezi Mungu iliyoko Maka, ukiswali kipindi kimoja tu kama vile umeswali vipindi 100,000. Kipindi kimoja tu. Ndio maana unaambiwa mtu akienda kuhiji akirudi anakuwa kama ile siku kazaliwa, hana dhambi hata moja. Kinachotakiwa bwana ni ikhlas liwajhi llahi alkarim, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi. Lakini thawabu zipo kweli, dhambi zipo, adhabu za Mungu zipo ndugu zangu, pepo ipo. Mwenyezi Mungu atuingize peponi. Niliongea na huyu mjukuu wa Sheikh Idrisa, ilikuwa nije mapema sana, lakini ndo kama tunavyosikia Mtume anasema masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Mungu akitaka kitu kitakuwa kwa wakati, asipotaka akiwi. Sheikh, Mungu akutaka nifike kwa wakati, sababu mimi sijui, anajua mwenyewe. Lakini inshallah kabla Ramadhani haijaisha tutakuja kuongea, inshallah tutakuja kuongea mada ndefu. Nilikuwa na mada ndefu mimi, lakini ishanipotea. Ipo asante Sharif, asante bwana. Allahu akbar. Kwa hiyo watukufu wa Islamu, alafu mwezi wa Ramadhani, yani Qur'ani, hii Qur'ani imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa tazama Mungu anavyosema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Shahru ramadhana, mwezi wa Ramadhani, alladhi unzila fihi alquran, ndo mwezi imeteremshwa ndani yake Qur'an. Hudan linnas, mwongozo kwa watu, sio kwa Waislamu tu peke yao. Hudan linnas. Kwa hiyo hata wasio kwa Waislamu Qur'ani inawahusu katika kurekebisha dunia yao, na wanaitumia kweli Qur'an na wanafaulu. Hayo mambo ya huko hayawahusu. Maana siku zote alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Unajua arrahmanir rahim, arrahmanir rahim maana yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma hapa
duniani tu ndo mwingi wa huruma. Arrahim, mwenye kuhurumia watu maalumu akhera huko, sio anamhurumia kila mtu huko akhera. Huko akhera anamhurumia alotaka kuhurumia watu, mtu mcha Mungu ya. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wacha Mungu. Lakini Ar-Rahman, mwingi wa huruma hapa duniani, hata wanaompinga wanaoonea huruma. Saburun ala shay'in alladhi laysa yardahu. Mwenyezi Mungu ni mwenye kusubiri sana. Anaweza kusubiri jambo hata halitaki, lakini anasubiri. Anajua huna pa kwenda, utarudi kwake tu wewe. Iko siku utarudi tu. Kulikuwa na watu jeuri hapa duniani, wamefanya vituko vya kila aina, lakini zimebaki historia. Wamesharudi kwa Mungu, na Mungu keshawapokea na keshaanza kuwaonjesha mkongoto. Wala iyadhu billah. Mwenyezi Mungu atulinde na mkongoto wa akhera kabisa bwana. Akina Firauni, akina Hamana, akina Qarun walifanya jeuri katika ulimwengu. Mtu anaweza kuua watu 70,000 asijali chochote, anaua tena watu wenyewe, basi watoto wadogo, watoto wachanga. Hapo Wandengereko wanasema ndo anaginga, yani anazuia lisimkute balaa. Keshaambiwa na mgaza wake, bwana, hapa atazaliwa mtoto wa kiume, atakuja kukutoa madarakani na wewe ndo utakufa kupitia huyo. Akaamrisha yule bwana, kila mtoto akizaliwa wa kiume nileteni hapa nimuue. Wewe unaweza kuzuia kadari ya Mungu? Yeye kafikiri hiyo ndo solution, kuua watu. Kawaua watoto wa Bani Israeli 70,000, lakini Mungu kamjalia Nabii Musa kazaliwa, alafu kampeleka pale pale kwenye nyumba ya Firauni, kamlea mwenyewe. Na wakati ulipofika kafa katika kadhia hiyo. Nabii Musa akaambiwa apige bahari, ikagawanyika, akapita na watu wake, na Firauni na yeye akaamua kupita. Maji yanaungana, sheikh, maji yanaungana. Akaona hii sasa nitarudi kwa Mungu sasa hivi. Anataka kutoa shahada tu, fadasatu rabu fihi. Nani? Sayyiduna Jibril akachukua udongo wa kutosha, akamshindilia mdomoni, asitamke la ilaha illa Allah. Sababu kazidi jeuri. Ana rabbukumul aala, anasema yeye ndo Mola mkuu. La ilaha illa ana, kafikia kusema hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi Firauni. Sasa jeuri hiyo jamani. Katoa maneno ya ajabu, kachukua ya Sayyiduna Jibril udongo akamjaza mdomoni, ulimi wenyewe umebanwa, hata kusema la ilaha illa Allah hawezi. Falyawma nunajjika libadanika litakuna liman khalfaka aya, leo tutauokoa mwili wako
ili watu wanaokuja wapate darsa. Ndio sisi watu wenyewe tudarasike kwa vituko vya Firaun. Watukufu wa Islamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ndo mwezi wa watu kumwomba Mwenyezi Mungu awaondoshe madhambi. Kuna kheri nyingi tu. Man sama Ramadhana, mtu mwenye kufunga Ramadhani, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Sio jambo dogo ndugu zangu, maana madhambi ingekuwa yanaonekana tungekuwa tunakimbiana huko. Mtu mwingine mdogo tu kwa umri ana mizigo hiyo inatisha ya madhambi, afadhali ya mzee hana mizigo hiyo. Ingekuwa inaonekana hapa, tungekuwa tunakimbiana. Kwa hiyo tujitahidi sana ndugu zangu kusoma sana Qur'ani, kutoa sadaka kwa wingi, kuswali sana usiku, na kuhurumia mayatima, maskini, wanyonge. Wenda Mwenyezi Mungu akatufutia makosa yetu na akaturidhia. Na kama tulivyoambiwa, Ramadhani imegawanyika mafungu matatu, yani makumi matatu. Awaluhu rahma, wa awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itqun minan nar. Kwanza ni rehma, Mungu anawaangalia kwa huruma watu wake. Pili, maghfira, anawasamehe. Tatu, ndo itqun minan nar, anawaokoa na moto. Hata kama ilikuwa yule mtu keshaandikwa ni mtu wa motoni, Mungu anasema basi ashende motoni. Yesu ndo malikul mulki. Hata kama ulikuwa mtu wa motoni, anaweza kusema huyo nimemsamehe, ashende motoni tena. Mwenyezi Mungu atujalie hiyo, ndio sisi tunaambiwa hivyo. Kwa hiyo si jambo la kufanya mchezo, tunatakiwa kujitahidi sana. Tunarudi katika hadithi yetu, tunamalizia kama nilivyokuambieni utukufu wa Islam. Mtapanga na uongozi wa msikiti, mtakuja kabla Ramadhani haijaisha inshallah. Hadithi yetu inasema jambo la kwanza, mtu akisema uongo saumu yake ni bure, haina malipo, kashinda na njaa bure tu, kusema uongo bila sababu yoyote. Pili, alghiba, kusengenya. Kwanza kusengenya mambo ya kike. Wewe mwanaume mzima unasengenya mwanaume, yeye anasema tu wewe bwana umenikera bwana, wewe umenikera, mimi Muislamu mwenzio sitaki mimi kunung'unika na watu, wewe umeniudhi namna kadha 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 kadha. Kama na yeye Muislamu atamwambia bwana tusamehe, nisamehe kwa kujishusha, si vibaya kwa Muislamu mwenzio. Ukiona kweli umemkera, jishushe, mwambie nisamehe. Kuna madhambi mengine unajua Mungu hawezi kukusamehe mpaka akusamehe mtu ulomkera. Mungu yeye hana shida. Mungu hata kama ulifanya madhambi gani, akiamua anaweza kusema wewe nimekusamehe na nakuingiza peponi. Mwenyezi Mungu ajalie tuingie peponi. Lakini mtu ulomfanyia dhulma mpaka akusameshe. Kwa hiyo kusengenya ni dhambi kubwa. Tena Mtume anasema alghiba ashaddu min az-zina, kusengenya ni dhambi kubwa kuliko kuzini. Haya, tazama, unaona balaa. Sasa ukiona mwanaume anasengenya, huyo anakuwa kama mwanamke.
hata ukikasirika stahimili. Kusengenya sio katika akhlaki za kiume. Mwanaume unamwambia ukweli tu mtu, kama kakukosea mwambie. Ukiona utamfedhesha kumwambia mbele za watu, mwite pembeni, mwambie bwana umenikera, tusameheane kabla hatujafa. Maana wakati wote tutakufa. Mimi si mnaona Nyerere amekufa. Nyerere baba wa taifa aliumwa yule, akapelekwa Mtakatifu Thomas London. Kufika kule siku zile mwaka 99, mimi nilikuwa Nairobi. Kuna gazeti moja nilisoma, yule Bill Clinton, rais wa kule, wale madaktari wanaomtibu rais Bill Clinton wa Marekani walikuja Uingereza, wale kuja kumsaidia Mwalimu Nyerere, lakini walidunda. Kila ukijitahidi hawaoni mafanikio, dawa zao hazifanyi kazi yote. Mungu keshatoa amri sasa, keshamwambia malakul mauti, keshamwambia Sayyid Israeli, nenda kaniletee huyo baba wa taifa la Tanzania. Akenda akamchukua Sheikh, akamrudisha kwa Maulana, tukaletewa mwili hapa, tukauaga uwanja wa taifa hapo, tukenda kuhifadhi kwao Butiama huko. Mpaka leo alozaliwa siku zile na yeye ana watoto 2 3. Ishafika miaka 20 na siku hizi watoto wanazaa mapema. Unaona sasa, miaka 25 26 ana watoto 3 alozaliwa siku zile. Sasa baba wa taifa kachukuliwa, karudishwa kwa Mungu. Hivyo wewe mjumbe wa 10 kweli utaachwa? Sina maana kwamba wajumbe hawana maana. Manake mtu mwenye cheo kikubwa kapelekwa kwa Mungu. Wewe cheo chako kidogo, mjumbe wa nyumba 10, utaachwa kweli? Kwa hiyo ndugu zangu, tuache kusengenya. Kusengenya ni mambo ya kike, hasa mwezi wa Ramadhani. Ukisengenya tu thawabu zinapotea, unaharibu ibada zako, saumu yako inabatulika. Jambo la 3, an-namima, uchukuzi wa maneno. Unachukua maneno huku unapeleka huku, unachukua huku unapeleka huku, kugombanisha watu, ndumi la kuwili. Hiyo pia inaharibu saumu. Bora wewe unasafirisha maneno ya kheri, watu wanapatana, wanaelewana, kuliko kusafirisha maneno kuwagawa watu makundi. Jambo la 4, alhalifu bilkadhibi, kuapa kwa uongo, hasa wauza samaki feni. Sio feni tu, masokoni wauza samaki wabichi, anaweza kukwambia unu fresh, kumbe keshaoza. Tena na Mungu anamweka shahidi, wallahi huyu fresh. Bwana, alhalifu bilkadhibi, kuapa kwa uongo, yani unaapa hali yako unajua ninaongopa, saumu huna. La mwisho linaloharibu saumu, an-nadharu bishahwa, kuangalia kwa matamanio. Kuangalia wale jamaa zetu
kabisa. Na mwezi huu wa Ramadhani wale wengine wamekuwa wehu kabisa, yani anataka kujiuza kabisa apate nguo za sikukuu. Nguo hizo ukimwangalia labda uwe wali, lakini kama ukiwa mtu wa kawaida shekhe anakuvuta waliyadhu billah, anakuvuta kabisa. Unajua wale Mungu kawaleta kwa ajili yetu, lakini tuwaoe. Wanaweza kukufanyia vituko wale shekhe, ukajistukia tayari ushamkasirisha Mungu. Vitimbi vya akina mama ni vikubwa jamani. Na mwezi huu wa Ramadhani Ibilisi sikafungwa, si tumepata bahati. Tumepata bahati mwezi wa Ramadhani, wa sulsilati shayatin, mashetani wote wanapigwa minyororo. Kwa hiyo shaitani hakuna, kilichobaki nafsi. Nafsi ni mbaya kuliko shaitani shekhe. Nafsi inaweza kukwambia zigo kama hili sinapata hasara mimi. Unapata hasara, haya nenda uone. Pengine unaenda kuzini, usiku wake unakufa. Unakwenda kumwambia nini Mungu? Wengine ndo wehu kabisa, wanajua Ramadhani iko mchana tu, usiku ruksa kuzini. Sio kuzini jamani, mke wa halali. Mwenyezi Mungu atuongoze, sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kuyafanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Watukufu wa Islamu, kwa haya ndio yazungumza, na muomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu na atujalie kuwa miongoni mwa waja wake walio wema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka maovu isipokuwa kwa hurma ya Mwenyezi Mungu.